msingi uliowekwa tangu awali ya mwanadamu kuokolewa na kumrudia Mungu kwa njia ya kweli ni Yesu peke yake. Kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo imesahaulika, lakini ni jambo lenye kipaumbele kuliko yote. Tunaokoka kwa sababu dunia si kwetu. Yesu yuaja tena. Around the corner, Jesus coming. Around the corner, Jesus coming. Be ready, be ready, be ready. Jesus coming. Be ready, be ready, be ready. Jesus coming. Be ready, be ready. Hujambo mpendwa na karibu tena. Ni kipindi cha Yesu yuaja. Ni mfululizo wa somo kwa sababu tumo katika msimu wa kumbukumbu, wakati wa Pasaka, tunapokumbuka kazi aliyofanya Bwana wetu Yesu Kristo ili sisi tupate kuokolewa. Ningependa kuliita tena somo hili kama nilivyolitaja kwa kipindi kilichotangulia, damu ya ukombozi, kwa sababu Biblia imesema kwamba pasipo umwagikaji au pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Somo hili vizuri ni damu ya ukombozi, na damu ya ukombozi haiwezi kutendeka pasipo mkombozi. Kwa hivyo leo pia ningependa kuanza kwa kusema kwamba inaonekana basi kama pasipo umwagikaji wa damu hakuna mkombozi. Inamaanisha mnyama aliyekufa basi ndiye mkombozi. Tuliweza kuona tangu Agano la Kale, Agano la kwanza, damu iliyomwagika wakati Mungu alipoondoa mnyama na akatengenezea Adam na Hawa mavazi. Tunaona mfululizo wa umwagikaji wa damu ya mwana kondoo wakati Noa alipotoka katika safina. Tunaona damu iliyomwagika wakati Ibrahimu alipojenga madhabahu manne. Tuliweza pia kuona Musa akiwakomboa wana wa Israeli kutoka Misri waende nchi yao ya ahadi baada ya kuwa watumwa katika nchi ya Misri. Tukaona damu ya Pasaka, damu iliyomwagika ili Waisraeli wasiangamizwe, na kwa damu hiyo kumbe wana wa Israeli wakaweza kukombolewa. Tunaona mtindo, tabia, desturi ya kujenga madhabahu wakati wote katika taifa la Israeli. Nikachukua mfano tuliomaliza nayo wakati uliopita, Elia katika mlima Karmel, ambapo alithibitisha kwa madhabahu ya kweli, kwa makusudio ya kweli, kwa damu ya kweli, Mungu wa kweli. Akatuonyesha Mungu wa kweli aliyeweza kujibu kwa moto ulioshuka kutoka mbinguni. Nieleze kwa kifupi basi ya kwamba wale wote unaokutana na wao, hata makuhani waliokuwepo wakihudumu katika hekalu aliyojenga Musa na mahekalu iliyokuja kujengwa baadaye, unakutana na Daudi, unakutana na Sulemani. Hawa watu wote unaowapata, uhusiano wao na Mungu, msamaha wao wa dhambi, kazi yao yote waliofanya, walitenda tena na tena kwa kumwaga damu. Kulikuwa na mahali patakatifu katika hekalu. Kuhani mkuu alienda pale kila wakati jambo ilipotendeka, na mtu alipeleka dhabihu na alisamehewa. Lakini pia kulihitajika mara moja kwa mwaka mahali ambapo kuhani mkuu aliingia patakatifu pa patakatifu akibeba dhambi za watu wote. Kwa damu hiyo alipopeleka patakatifu pa patakatifu, walikuwa na muda wa mwaka mmoja baada ya kusamehewa, na baada ya mwaka mmoja ilibidi tena arudi
na tena arudi. Kwa hivyo damu hiyo ya Agano la Kale inatuambia kwamba kulikuwa na muda wake wa kuisha. Niite kwa lugha ya Kiingereza expiry time. Damu hiyo haikuwa damu ya milele, ilikuwa inafika mahali fulani ilihitajika tena ifanywe. Tena mtu alipofanya kosa katikati hapa, tena mnyama mwingine, tena damu ingine. Tena kesho mtu mwingine amefanya kosa, tena mnyama mwingine, tena damu ingine. So wanyama walikufa wengi, damu walikufa wengi. Damu ilimwagika nyingi. Mtu yule mmoja kwa maisha yake angeweza kwanza, kama ni mtu aliyeishi miaka 80, alihitaji wanyama 80 kufa kwa ajili yake kwa kipindi cha maisha yake yote, kwa sababu kila mwaka damu ilimwagika kwa mnyama fulani. Na tena alipokosea hapo katikati, alihitajika kutoa mnyama mwingine. Alipofanya sherehe fulani, alihitaji damu. Kwa hivyo wanyama walikufa na kufa na kufa. Na kweli Mungu aliweza kusamehe kwa kipindi, lakini bado walirudi tena. Ilipotimia muda wa kufaa, Biblia inatuambia kwamba Mungu basi akafichua siri. Akafanya malaika Gabriel kwenda katika mji wa Nazareth kwa mwanamwali aitwaye Maria. Na kwa mazungumzo huyo, Biblia inatuambia katika Yohana ya kwamba neno ilichukua mwili, ikakuja ikakaa miongoni mwetu. Tukamuona mwana wa Mungu. Mtume Yohana aliyotuambia Mungu alipotuma neno, neno likachukua mwili. Alipoishi miaka 30 hivi, akaamua kwenda mahali ambapo kulikuwa na nabii mheshimiwa aitwaye Yohana Mbatizaji. Na Yesu alipoenda pale kwa ajili ya kubatizwa, Yohana alipomuona katika Yohana 1:29, sema kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi za ulimwengu. Chukua maneno matatu yaliyo muhimu. Waebrania wametuambia kwamba pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Agano la Kale ilijaa damu iliyomwagika kutoka mwana kondoo. Kwa hivyo wana kondoo wengi walikufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi ambalo halikudumu. Kwa hivyo basi Yohana anatuambia katika kipindi hiki mnapotazama sasa ni kipindi kipya. Mungu alimtuma mwana wake. Ndio huyo sasa mwana kondoo. Si wana kondoo wengi, ni mwana kondoo mmoja aibebaye dhambi za ulimwengu. Na huyu mwana kondoo, Yohana aliposema, watu waliokuwa pale wakibatizwa hawangeweza kuelewa vizuri. Katika kitabu hicho cha Yohana sura ya 3, mwalimu mmoja mkuu aitwaye Nikodemo akawa amemfuata Yesu katika mafundisho yake. Bila shaka alikuwa amesikia ushuhuda ama ushahidi wa Yohana. Akafuata maneno na mafundisho na matendo ya Yesu. Akaona kwamba huyu ni mtu tofauti, na kisha amekuwa mwalimu mkuu, rabii, ni mtu wa ajabu na Mungu yu pamoja naye. Kwa hekima na maarifa na masomo na elimu ya huyu rabii, profesa wa mambo ya maandiko katika dini ya Wayahudi, aliamua kumwendea Yesu usiku. Na katika mazungumzo yake Yesu akamwambia maneno ya ajabu. Akamwambia kwanza, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni neno la kwanza. Yesu amesema mwana wa Mungu amekuja. Amemwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Nazaliwa namna gani? Mungu amemtuma mwana wake. Na pale mbele akamwambia kwamba kama vile Musa alivyomwinua nyoka jangwani,
ndivyo itakavyokuwa Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mmoja atakayemwamini awe na uzima wa milele. Katika mazungumzo na Nikodemo, Yesu akafichua, ndio Yohana Mbatizaji amesema ni mwana kondoo. Mwana kondoo huyu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Itatendeka namna gani mwana wa Mungu atainuliwa? Maanisha atasulubiwa. Petro ambaye ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu pia anatuambia katika waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza kuanzia 18 na 19, mjue basi ya kuwa mmekombolewa, si kwa vitu vinavyoharibika kama fedha au dhahabu, ili mpate kutoka kwa tabia, desturi, mila yenu, dhambi zenu mliozipokea kutoka kwa wazazi wenu Adamu na Hawa, bali kwa damu ya thamani ya Kristo, kama mwana kondoo asiye na ila wala mawaa. Nikichukua neno la Petro na neno la Yohana akiandika juu ya Yesu akizungumza, tunaona mwana kondoo anayeinuliwa akamwaga damu yake ni mwana kondoo wa Mungu. Damu ya thamani ya Yesu inakomboa. Kwa hivyo kumbe damu hii kutoka Agano la Kale yote ilikuwa inaashiria mwana kondoo wa Mungu wa mpango wake wa ukombozi, ambaye ndiye Yesu Kristo. Nashangaa hapa pia kwamba moja ya masherehe hizo za Pasaka ambazo Wayahudi walikuwa wanashuhudia na kusherekea, ilipokuwa ikitendeka, ikalingana kabisa na siku Yesu alipokamatwa. Ijumaa hiyo ambao ndio Ijumaa njema, tunaita Good Friday, ilikuwa ni siku Wayahudi walikuwa wanakutana na kula meza ya Bwana ama Pasaka ile ambayo Musa alikuwa ameleta. Yesu naye kwa sababu alikuwa Myahudi ameketi chini na wanafunzi wake akashiriki vivyo hivyo. Alafu katika kushiriki akasema maneno ya ajabu sana. Jambo la kwanza amesema kwamba nimetamani sana kula Pasaka hii ya leo. Alikuwa amekula Pasaka kadhaa hapo awali, hata kwa nyumba ya Yusufu na katika sinagogi na katika wapi, desturi yake alikuwa ameshiriki kama Myahudi. Lakini alisema hii ya leo hii nimetamani sana, kwa sababu sitakula tena mpaka tutakapokutana katika ufalme wa mbinguni. Akasema hii ninayokula nanyi ni ya mwisho. Wayahudi hata wanafunzi waliokuwa naye hawakuelewa kwani ni nini Bwana anasema ati ni ya mwisho. Alafu akasema kwamba mmoja wenu atanisaliti. Tazama mwana wa Adamu aenda zake, ole atakaye msaliti. Lakini kama ilivyoandikwa, akaeleza kuthibitisha kwamba jambo hili ambalo linafanya ni mifano ya ile iliyotangulia, mwana wa Adamu waenda zake. Alafu akachukua mkate na akabariki, kama vile wanavyobariki mkate pale. Akachukua mkate huo wa Pasaka ile ya Musa, akaichukua na akasema, sasa leo si ile ya Musa, ninawapa ninyi mwili wangu. Mkate tunayoshiriki leo, huu ndiyo mwili wangu ninaoutoa kwa ajili ya ukombozi wenu. Anaeleza watu ya kwamba ramani ya picha ile iliyowakomboa kutoka Misri, ile mkate isiyochachiwa, isiyotiwa chachu mliokula Misri, leo hii nawafungua macho yenu, natoa mwili wangu kama mkate huo. Alafu baada ya kula mkate huo wakitumia mnyama waliokuwa wamechinja, akachukua divai mfano wa damu yake. Akasema divai mliokunywa ni mfano wa damu yangu. Akasema hii ni damu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili
ya ondoleo la dhambi. Halafu akasema, fanyeni hii kila wakati kwa ukumbusho wangu. Tangu dakika hiyo Yesu aliposema neno hilo, kikomo cha agano la kale na damu ya mbuzi na kondoo na mafahali na wanyama ikakoma hapo. Agano jipya ya damu ya Yesu ikaanza. Alipomaliza kula, alienda Getsemane, na katika Getsemane akamwaga damu ya kwanza alipokuwa akiomba mapenzi ya Bwana yapate kutimizwa. Mbona Yesu alisema mambo ya kwamba mapenzi yako yatimizwe? Kwanza alitaka tupate kujua kwamba pale chochote kitakachotendeka ni mapenzi ya Mungu, mpango wa Mungu tukombolewe kwa damu yake. Kama Yesu angetoka tu namna hiyo na akamatwe na awekwe msalabani, tusingejua mapenzi ya Mungu ni nini. Kwa hivyo alienda pale na akasema, Baba, nimekuja kwako, kikombe hiki ni mzito, lakini naomba mapenzi yako. Na malaika walipofika kumtia nguvu, waliweka sahihi, thibitisho ya kwamba ni mapenzi ya Mungu Yesu afe. Bila shaka unaweza kuuliza kwa nini Yesu alisema kikombe hiki kiniepushe. Unaweza kuangalia na kutambua kwamba Yesu alichukua mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo aliona uchungu, ili watu wengine wasifikiri labda Mungu alimpatia anesthesia, ile dawa ya kuzuia uchungu. Kwa hiyo Yesu hakusikia uchungu. Hapana. Hapo ndipo Yesu alithibitisha vizuri ya kwamba ninasikia uchungu, ili apate kuondoa uchungu ya wanadamu. Biblia inasema kwamba akatiwa nguvu, na alipotoka pale alipelekwa katika nyumba ya hukumu, kwa sababu ndipo alipokamatwa hapo nje tu ya Getsemane. Akapelekwa katika nyumba ya hukumu, wakaanza kumpiga na kumvika taji ya miba. Usisahau ya kwamba Yesu alipotumwa kutoka mbinguni ni mfalme wa wafalme, kama vile Isaya alipotabiri. Ni lazima aondoe mamlaka iliyotutawala. Mwanadamu alipotenda dhambi na kushikana na yule adui, akapoteza mamlaka yake. Yesu amerudi kama Adamu wa pili kumrejeshea mwanadamu mamlaka. Na adui alikuwa na dhihaki kwa nje, lakini kwa kuvikwa taji ya miba, kwa kweli alivikwa taji ya ufalme, kwa sababu yeye ndiye mfalme wa wafalme. Na katika kuvikwa mfalme akapata mamlaka. Ndiposa Yesu baada ya kufufuka aliwaambia wanafunzi, nimepewa mamlaka mbinguni na duniani, na kwa mamlaka hiyo enendeni basi. Ni kwa mamlaka ya damu ya kondoo iliyomwagika kule Misri. Farao alisema ondokeni, kwa sababu alitwangwa na Farao. Kwa mamlaka aliyopata Yesu, nguvu za giza zimetwangwa na Farao. Ndiposa tuna uhakikisho wa damu ya mwana kondoo. Tulikuwa tumelemewa na magonjwa na maumivu na mazito. Yesu akapigwa na mijeledi. Nabii Isaya akasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu akasema kwamba mnapoenenda ulimwenguni kuhubiri Injili, ponyeni wagonjwa. Ishara zitafuata waaminio, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapona. Watu hawaponi kwa sababu nabii mkubwa wa dunia hii amesimama. Watu hawaponi kwa sababu tumefanya kitu. Watu wanapona kwa sababu kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Uponyaji wetu ni kwa sababu Yesu alipigwa. Nitumia dakika hii ni kutangazia hata na wewe ambao ni mgonjwa, ugonjwa wa aina yoyote, kwa neema, kwa rehema na kwa upendo wa Mungu, kwa kupigwa kwa Yesu uponywe sasa hivi. Ndio. Baada ya hapo Yesu alibeba msalaba wake akaelekea mlima wa Golgotha. Angalia mlima wa Karmel, angalia mlima wa Golgotha. Pale ndipo madhabahu ya maana yalitokea. Wakamsulubisha yeye kwa kuweka mishumari mikono na miguu. Wakamhangaisha na kumtundika mtini. Akatundikwa pale
Biblia imesema kwamba amelaaniwa mtu yeyote anayetundikwa mtini. Hii imetajwa tangu Agano la Kale. Kumbe Yesu alipotundikwa pale mtini alibeba laana zote zilizopita. Unajua, wakati Yesu alipowekwa msalabani, wewe na mimi tulio hai leo tulikuwa hatujazaliwa kuja duniani. Wazazi wetu walikuwa hawajazaliwa. Wazazi wa wazazi wetu walikuwa hawajazaliwa. Kwa hivyo wakati mwingine watu wanasema kwamba kuna laana iliyobaki. Yesu alipokufa msalabani hakufa kwa ajili ya laana iliyopita tu. Hata laana yako ilikuwa haijatendeka, tayari Yesu alikuwa ameifagia. So Kristo alipotundikwa alibeba laana zetu. Ndio maana yake hata Biblia imesema imekuwa basi, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yote yanakuwa mapya. Ndio maana yake Yesu alisema, mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Hakuna laana, hakuna jambo linalobaki mtu akiingia ndani ya Kristo. Ukiwa ndani ya Kristo, jamaa moja alijaribu kuwalaani watu wa Mungu katika Agano la Kale, jina lake Balaam. Amepewa pesa, amepewa ahadi ya vyeo na vitu vikubwa ambavyo watu wa dunia hii leo tunatafuta. Hata watumishi wengi wa Mungu wameacha kazi ya madhabahu ya kweli, wanafuata madhabahu ya uongo, kujitafutia heshima, kujitafutia pesa. Huyu mjamaa aliposimama ili apate kulaani watu wa Mungu, akasema, hakika ninatambua hakuna laana inayoweza kuangukia Israeli, wala hakuna udanganyifu, hakuna chuki kinachoweza kuangukia Israeli. Waliobarikiwa na Mungu wamebarikiwa. Hakika ninajua hakuna laana inaweza kuangukia watu wa Mungu. Hata sisi leo hii tukiwa ndani ya Yesu, damu ya Yesu aliyomwaga alipotundikwa akabeba laana zetu, hakuna laana inayoweza kuangukia mtoto wa Mungu. Umewekwa huru na wewe ni huru kweli kweli. Baadaye wakamdunga ubavu wake na mkuki, damu na maji ikatoka, na kwa damu hiyo tunalindwa. Unajua, kwa damu ya msalaba alipotundikwa akabeba laana, akatukomboa. Na kwa damu iliyotoka ubavuni mwake, mahali ambapo tunaona maji, tunaona damu, tunaangalia Roho Mtakatifu na neno la Mungu, tunalindwa mpaka Yesu atakaporudi. Kwa hivyo kazi ya Yesu ilikuwa complete. Ndio maana yake msalabani, kabla ya kupeana roho, kwa sababu hakuuawa, alipeana roho mwenyewe. Wale wezi wawili waliokuwa karibu na yeye waliuawa kwa kuvunjwa miguu, lakini walipofika kwa Yesu, Yesu hakuuawa. Aliteswa, lakini alipeana uhai wake kwa Mungu. Alipopeana uhai wake kwa Mungu, kabla ya kutenda hiyo akasema imekwisha. Akawa amemaliza tendo hilo la ukombozi. Wokovu kamili tukawa tumepata kwa kazi ya Yesu Kristo msalabani kwa ajili yetu. Tukaona damu hiyo iliyomwagika msalabani, kama damu iliyomwagika katika mlima wa Karmel ilileta moto kutoka juu mbinguni. Damu iliyomwagika ikatuletea ukombozi, uhusiano, urejesho, urafiki pamoja na Mungu. Mahali ambapo tulikuwa tumefukuzwa, tumerejeshwa. Ili upate kutambua ya kwamba basi kazi ile ya damu ya Agano la Kale iliisha. Dakika hiyo, katikati ya saa 6 mpaka saa 9 kukawa na giza. Ilipofika saa 9 nchi ikatetemeka, tetemeko kubwa. Na pazia la hekalu, katika hekalu pale, mahali ambapo nilitaja hapo awali ya kwamba kulikuwa na patakatifu, papatakatifu, mahali ambapo hakuna mtu mwingine
aliyeweza kuingia isipokuwa kuhani mkuu peke yake. Kumbe ilipasuka, ikararuka na ikawa wazi. Mahali ambapo watu wasingeweza kuruhusiwa kuangalia kwa macho ya kawaida, haikuwa na maana tena, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba Yesu mwenyewe kwa damu yake alipeleka kazi yetu kwa madhabahu ya mbinguni. Kwa damu yake yeye mwenyewe, na tena yeye mwenyewe akiwa kuhani mkuu wa kupeleka damu hiyo, tena yeye mwenyewe alikuwa safi. Kwa sababu hebu angalia, hata kuhani mkuu aliyekuwa kuhani hapa duniani naye hakuwa safi, kwa sababu hata miongoni mwa wale waliomhukumu Yesu si ni kuhani mkuu. Kwa hivyo hata na wao walikuwa na dhambi. Kwa hivyo hawangestahili hata na wao mara nyingi kwenda pale, walikuwa wenye dhambi. Lakini Yesu, mwana kondoo, mwana safi, mtumishi safi, asiye na ila wala mawaa. Neema na kibali cha Mungu. Yeye mwenyewe ndiye aliyestahili. Ndio maana yake katika Ufunuo tunasoma maneno hayo ya ajabu. Malaika wanaimba mbinguni wakisema kwamba umestahili wewe Yesu, mwana kondoo wa Mungu, kupokea sifa, heshima na utukufu. Unastahili. Kwa sababu gani anastahili? Yeye ndiye aliyekuwa mwana kondoo safi, asiye na shida, asiye na tabu, asiye na dhambi. Asante Yesu. Na yeye mwenyewe aliingia patakatifu pa mbinguni mbele ya Baba pasipo na pazia yoyote, yeye mwenyewe akibeba dhambi zake mwenyewe. Na Biblia imesema kwamba na pale mbele ya Baba, mahali ambapo amekaa sasa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, wale wanaomwamini yeye, Yesu anawaombea msamaha. Na bila shaka kwa sababu alikufa kwa ajili yetu, kwa sababu ni Mungu alitupenda, na yeye ako mbele za Mungu na kituombea msamaha, ni uhakika msamaha wetu ni wa kweli. Akawaambia wanafunzi ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mimi nitaondoka hapa, ninaenda kwa Baba, na kisha nitawaandalia makao, nitarudi kuwachukua, ili mahali nilipo mimi nanyi mwepo. Wengine wakajaribu kuuliza maswali hapo. Yesu akasema mimi ndimi njia ya kwenda hapo. Ndio maana yake unapomwamini Yesu, ametengeneza njia ya ukombozi kwa damu yake ya milele. Hatuhitaji damu ingine, hatuhitaji dhabihu ingine, hatuhitaji sadaka ingine. Sadaka moja imetosha, ya damu ya Yesu iliyomwagika. Kwa damu hiyo umekombolewa, kwa damu hiyo unahifadhiwa, kwa damu hiyo unashinda vita mpaka tutakapoingia nchi ya ahadi, nchi ya milele, Yesu atakaporudi tena. Mungu awabariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya mpango wa ajabu, mpango wa milele. Mambo mengine hatuwezi kuelewa kwa mawazo ya kawaida, lakini kwa upendo wako wa milele utufungulie njia, tutambue njia hii ya wokovu kwa njia ya damu ya Yesu Kristo, ambapo ndipo tunaona upendo wako wa milele. Ututakase, utuoshe, utusaidie tutubu palipohitajika toba, utusaidie turekebishe palipohitajika, na kwa damu yako ututengeneze na utuoshe. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu awabariki. Tunaokoka kwa sababu dunia si kwetu. Yesu yuaja tena. Around the corner, Jesus coming. Around the corner, Jesus